Ebola, jina ambalo limechukua maisha ya maelfu, limeibua hofu na kuacha alama isiyofutika katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kuanzia 1976 hadi hivi leo 2025. Virusi hivi vimechangia historia ya huzuni, changamoto na juhudi zisizo na kikomo za kuokoa maisha. Hebu tuende 1976 Yambuku, mwanzo wa hofu wa vita hivi vya Ebola. Mnamo Agasti 1976, kijiji cha Yambuku kilikumbwa na virusi visivyoonekana, lakini virusi hivi vya hatari. Mwanamke mjamzito alifariki, na baada ya uchunguzi wa maabara ulithibitishwa kuwa Ebola imeanza kuua. Kesi 318 zilizosababisha vifo vya watu 280. Familia, shule na kila kijiji kilihisi uchungu huu wa ghafla, na dunia ikaanza kugundua tishio lisiloonekana. Na hapa ni 1995, Kikwiti, hali ya dharura ikaripotiwa. Karibu miaka 20 baadaye, Kikwiti ilikumbwa na mlipuko mwingine wa Ebola. Hapa wahudumu wa afya walijitahidi bila uoga, wakiuguza wagonjwa waliokuwa na homa kali. Vifo vilifikia zaidi ya 250. Vita dhidi ya virusi visivyoonekana, ambapo hofu na mshikamano wa jamii vilikutana. Na 2018, 2020, North Kivu na Ikweta. 2018 hadi 2020, mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola katika historia ya DRC ulianza 2018 katika mikoa ya North Kivu na Ikweta. Zaidi ya vifo 2000 na kesi 3470 ziliripotiwa. Hapa Ebola ilithibitisha nguvu yake ya kuua kwa haraka, kuathiri jamii, familia na wahudumu wa afya. Lakini mshikamano wa kimataifa na chanjo ya Evebo yaliyokuwa maelfu ya maisha, ikionyesha kuwa matumaini bado yapo. 2020, mlipuko mdogo ukatokea. Mnamo 2022, Ikweta ilikumbwa na mlipuko mdogo wa Ebola. Vifo vilizidi 50. Kesi hazikuwa kubwa kiasi hiko, lakini utambuzi wa haraka na matibabu mapema yalisaidia kudhibiti mlipuko. Hii ni mfano wa jinsi hatari ya Ebola bado ipo, lakini suluhisho linaweza kuokoa maisha. Leo Septemba 2025, mkoa wa Kasai umekumbwa na Ebola tena. Kesi 48, vifo 31. Shirika la Afya Duniani WHO limethibitisha kuwa watu 31 wamefariki dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutokana na mlipuko mpya wa virusi hatari vya Ebola, huku idadi ya maambukizi ikizidi kuongezeka. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO, hadi sasa jumla ya watu 48 wamethibitika kuambukizwa na virusi hivyo tangu mlipuko huo kugunduliwa. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la karibu mara 2 ya vifo ikilinganishwa na wiki iliyopita, hali inayozua hofu juu ya kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Mamlaka za afya nchini DRC kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa zimeanza kuchukua hatua madhubuti ya kudhibiti mlipuko huo, ikiwa ni pamoja na utoaji wa elimu kwa umma juu ya kujikinga na maambukizi ya ufuatiliaji wa karibu wa watu waliokaribiana na wagonjwa, pamoja na uanzishwaji wa vituo maalumu vya matibabu kwa utengaji wa wagonjwa. Aidha, kampeni ya chanjo kwa makundi yaliyo katika hatari zaidi imeanza kutekelezwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Ebola ni ugonjwa wa kuambukizwa unaosababishwa na virusi na kuenea kwa njia ya kugusana majimaji ya mwili kwa mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Dalili kuu ni pamoja na homa kali, maumivu ya misuli, kuharisha, kutapika na wakati mwingine kutokwa na damu ndani au nje ya mwili. DRC imekuwa ikikumbwa na mlipuko wa mara kwa mara. WHO imeonya kuwa
Hali hiyo inaweza kuwa ni mbaya zaidi endapo hatua za haraka hazitachukuliwa na kuzitaka nchi jirani kuimarisha ukaguzi katika maeneo ya mipaka ili kudhibiti uwezekano wa kuenea kwa virusi hivyo nje ya DRC. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura. How do you feel? What killed them? Ebola. La cesse to go down. My big brother and my little sister.